sayansi ya Down syndrome Tanzania kwa kunialika mimi katika kilele cha maadhimisho ya kimataifa ya watu wenye ulemavu duniani. Nimepata heshima kubwa sana kushiriki nanyi hapa, lakini pia nimepata elimu kubwa sana kupitia mkutano huu. Maadhimisho ya siku ya Down syndrome duniani yanatokana na tamko la Baraza la Umoja wa Mataifa la mwaka 1992 ambalo limeweka tarehe 21 Machi ya kila mwaka kuwa ni siku ya kimataifa ya Down syndrome duniani, ikilenga kuhamasisha jamii katika nchi husika kutambua haki na fursa sawa, ushiriki wa watu wenye Down syndrome katika masuala ya maendeleo, mahitaji yao na changamoto zinazowakabili na kutafuta namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Aliyegundua ugonjwa huu kwa mara ya kwanza ametajwa hapa na ndiye anaitwa Down. Sasa ugonjwa syndrome ndio maana ukaitwa Down syndrome. Sasa mwingine anasema tuuite kwa Kiswahili. Sasa hakuna Kiswahili cha jina la mtu. Ndio maana Mama Petiti ameeleza vizuri sana hapa. Kwa hiyo utaendelea kujulikana kama Down syndrome. Aidha, napenda kuwapongeza kwa kuadhimisha maadhimisho haya mwaka 25 chini ya kauli mbiu ya mwaka huu inayosema mifumo ya huduma za kuwezesha iboreshwe. Nataka niwahakikishieni kundi la watu wenye ulemavu linakabiliwa na changamoto za kiuchumi wa kipato kwa kuwa wengi hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo kutokana na hali mbalimbali, lakini mazingira duni wanayotokea. Katika kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanajikwamua kiuchumi kwa kufanya shughuli mbalimbali za ujasiriamali, mwaka 18 serikali ilitunga sheria ya fedha za serikali za mitaa na kanuni za utoaji wa viwango vya mikopo, wanawake 4%, vijana 4% na watu wenye ulemavu 2% kupitia halmashauri zetu. Tena kama watu wenye ulemavu sio lazima wawe kikundi, wanakopesheka kama tu ni waaminifu. Lakini nawapongeza kwa kuwa mabalozi wazuri kuisaidia serikali kuhamasisha Watanzania, kuhamasisha wana Mwanza, kuhamasisha wana kanda ya Ziwa kwamba tusiwafiche watoto wenye Down syndrome na watoto wenye ulemavu. Mtoto ni neema. Akiwa na Down syndrome ni neema, akiwa mwenye ulemavu ni neema, lakini pia walemavu wanaweza kufanya mambo makubwa na yenye mchango mkubwa kwa taifa hili. Na wengine wanasema enzi hizo za zamani, wanasema mtoto wa namna hii akizaliwa kwenye familia ni laana. Ndio maana baadhi ya makabila enzi hizo walikuwa wakiwafanyia vitendo vya ukatili. Lakini kumbe haya ni maradhi tu kama maradhi mengine, lakini pia familia na walezi wanaowalea watoto wa namna hii wana pepo yao kabisa huko mbinguni, wana daraja kubwa kabisa la pepo kule mbinguni. Kwa hiyo msikatishwe tamaa, toeni mapenzi yote kwa vijana hawa, wahudumieni, hakikisheni mnawapa furaha zao, kwa sababu Mungu ndio amekadiria mtoto huyo azaliwe ndani ya familia yako. Kwa hiyo tusiwanyanyapae. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujifunza kuelewa Down syndrome na kuhakikisha kwamba elimu hii tunaipanua ili wafikie Watanzania wote, ili tufike mahala tuweze kupunguza changamoto zinazotokana na Down syndrome.